Bao la Simba la thibitika halali, mwamuzi msaidizi afungiwa. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi imetoa adhabu kwa baadhi ya waamuzi kufuatia makosa ya kutafsiri sheria za mpira wa miguu katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara, huku tukio kubwa likiwa ni bao la klabu ya Simba lililokataliwa kwenye dabi dhidi ya Young Africans. Katika taarifa iliyotolewa jana, imeeleza kuwa mwamuzi msaidizi nambari 1 wa mchezo huo Kassim Panga kutoka jijini Dar es Salaam amefungiwa miezi 6 baada ya kushindwa kutafsiri kwa usahihi sheria za mchezo katika tukio la dakika ya 70. Katika tukio hilo alikataa bao la Simba akidai kuwa kulikuwa na kuotea, lakini baada ya wataalamu wa sheria za mpira kufanya tathmini ya video ya tukio hilo, imebainika kuwa hakukuwa na kosa lolote kabla ya bao hilo kufungwa. Aidha, mwamuzi msaidizi namba 2 wa mchezo huo Hamdani Saidi kutoka Mtwara naye amepewa adhabu ya kufungiwa miezi 3 kwa kosa kama hilo. Katika dakika ya 61 ya mchezo, aliashiria kuwa mshambuliaji wa Yanga Prince Dube alikuwa ameotea na hivyo kusimamisha shambulizi la hatari lililokuwa likielekezwa langoni mwa Simba, lakini tathmini ya wataalamu imeonyesha kuwa mchezaji huyo hakuwa katika nafasi ya kuotea wakati mpira uliopigwa. Mbali na tukio hilo, mwamuzi huyo pia alishindwa kutafsiri sheria katika mechi nyingine iliyohusisha Namungo na Young Africans baada ya kushindwa kuchukua hatua pale mchezaji Abdul Karimu Kiswanya wa Namungo alipovutwa jezi na Musa Damaro wa Yanga ndani ya eneo la penati. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, tukio hilo lilipaswa kupewa adhabu kwa mujibu wa sheria za mpira wa miguu. Imeelezwa pia kuwa Disemba 25 mwamuzi huyo aliwahi kuondolewa kwenye orodha ya waamuzi kwa mizunguko 5 kutokana na makosa ya aina hiyo, hali inaonyesha kuwa changamoto ya kutafsiri sheria imekuwa ikijirudia kwake. Katika hatua nyingine, kamati hiyo pia imemchukulia hatua mwamuzi wa akiba wa mchezo kati ya Simba na Dodoma Jiji Charles Simon kutoka Dodoma, ambaye amefungiwa miezi 3 kwa kosa la kuruhusu Dodoma Jiji kufanya mabadiliko ya wachezaji katika mikupuo 4 badala ya 3 kama inavyoelekezwa kwenye kanuni ya 17 kifungu cha 32 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Sambamba na hilo, mwamuzi wakati wa mchezo huo Abdalla Mwinyi Mkuu kutoka Singida ameshushwa daraja la uamuzi kutokana na makosa ya kujirudia ya kushindwa kutafsiri pasavyo sheria za mpira wa miguu. Na hii ni Malkia wa Soka, endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa taarifa kemkem, allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tu tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Malkia wa Soka. Malkia wa Soka tunakuletea mjumuiko mbalimbali wa taarifa mbalimbali za kimichezo kutokea nje ya mipaka ya Tanzania. Cha muhimu ni wewe kusubscribe, kushare, kucomment pamoja na kulike channel yetu ili usipitwe na uhondo wote. Tunaposema hii ni Malkia wa Soka, tunamaanisha kwamba soka lote tumelimiliki sisi hapa. Kwanza tunakupa mchanganyiko wa habari mbalimbali kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, taarifa za ligi kuu NBC Championship, taarifa nyinginezo za kuhusiana na michezo tunakugea hapa kutokea Malkia wa Soka. Ndiye kuendelea kusomea taarifa hii, mimi Sport Lady kuendeleza wakati mwingine. Kwa heri na endelea kubaki na Malkia wa Soka.